Haya, mmeona hapo mtu ananiambia niache udalali. Hii inaweza ikawa ni kazi ambayo mbele za macho ya watu wanaiona ni kazi isiyokuwa na heshima, ni kazi isiyokuwa na hadhi, ni kazi ambayo ni miongoni mwa kazi za chini kama wanavyoziangalia kazi za ndani. Kwenye position yangu ya udalali, kuna watu ambao wanaangalia kwa mtazamo huu. But what is my attitude? I want to coach you. Nataka nikufundishe, na nimekuwa naongea sana kwa wanawake ambao nimekuwa na wahamasisha kuja kufanya kazi za ndani, kwa sababu mimi I was there. Sio mjinga, yani siongei hivyo kwa sababu nataka kujifurahisha au kuwafurahisha. Nawaambia ukweli, mimi nilikuwa dada wa kazi, nimepita kwenye udada wa kazi, and now wengine wanakasirika kuniona na kucha ndefu, but now I can afford kuweka kucha ndefu kwa sababu I can hire people, naweza kuwalipa watu ambao watanisaidia majukumu yangu, kitu ambacho kuna wanawake hawawezi kufanya. Na kwa sababu hawawezi kufanya hivyo, hawana uwezo wa kuhaya watu, au hata wale ambao wana uwezo wa kuhaya watu lakini hawana confidence ya kufanya hivyo kwa sababu ya mila na tamaduni zilivyowakandamiza, wanavyoamini, walivyokuzwa, wanachagua kunichukia. Lakini hilo sio somo. Somo ni kwamba sasa hivi nafanya udalali in a very high level, yeah? Kwanza nafanya udalali kwenye level ya juu, kwa sababu hakuna mfanyakazi wa nyumbani Tanzania ambaye analipwa 500,000 isipokuwa kupitia Wadada Center. That is legacy. Yeah? Na nilisema tumeshavuka, tumesha break kwenye 500,000, tuko kwenye 600,000 mpaka 800. Huyo dada atakavyopatikana na wale waajiri wakaamua wanamlipa kiasi gani, hapo sasa tutakuwa tumetangaza mshahara mpya wa zaidi ya 500,000. So that is a legacy. Kwa hiyo kwangu mimi it's a big thing, kwamba kwenye industry unaweza ukafanya mapinduzi, unaweza ukafanya mabadiliko. Na hii tasnia ni tasnia kubwa sana. Ni tasnia ambayo inabeba maisha ya watu. Hawa wafanyakazi wa nyumbani, bila wao, huku kwenye maofisi ya serikali, huku kwenye maofisi ya binafsi, mashirika binafsi, kwenye wajasiriamali, watu wasingekuwa wana uwezo wa kwenda kufanya mambo yao kama hawa wafanyakazi wa nyumbani wasingekuwepo. Kwa hiyo ni kwa watu wenye akili ndogo sana wanaweza kufikiria labda kazi ninayoifanya ni ndogo. No, sio ndogo. Ni ndogo kwa macho yako ya mwanadamu, lakini ni kubwa sana kwenye macho ya Mungu, ambaye ndiyo yeye anatupa maono, anatupa uwezo, anatupa nguvu za kuweza kutengeneza utajiri. Wadada wanaenda kutengeneza pesa, mimi navifanya udalali natengeneza pesa. Kila mtu anatengeneza hela. Mabosi ambao wanapata wafanyakazi wanaoenda kukaa majumbani kwao wanapata muda na uwezo na nafasi ya kwenda kufanya kazi za kutengeneza utajiri. Kwa hiyo Mungu ametupa nguvu na uwezo wa kutengeneza utajiri, kila mtu katika eneo lake. Ili bosi aweze kupata dada mzuri atakaye kumpa peace of mind, lazima Wadada Center iwepo. Na Wadada Center ili iweze kuwepo, wadada waweze kupata sehemu ya kuanzia maisha, sehemu ambayo watakuwa na uhakika wa usalama wa maisha yao, kwa sababu wanakwenda kwenye majumba ya watu ambako kwa muda mrefu kumekuwa na fikra za manyanyaso na ukatili kwenye hizi kazi. Kwa hiyo kuna watu wengine wanaogopa kwenda kwenye hizi kazi, sio kwa sababu hawaziwezi, lakini wanahofia usalama wao. Lakini kwa uwepo wa Wadada Center ambayo inaongozwa na champion wa kupinga ukatili na manyanyaso katika jamii, wana uhakika kabisa watakapopita kwenye taasisi hii, uwezekano wa kufanya kazi zao bila kupitia manyanyaso, ukatili ni mkubwa sana, and that is true. Kwa hiyo kila mtu Mungu amemweka kwenye nafasi yake kwa wakati maalum, kwa wakati wake na kwa sababu zake, na kwa sababu wote tunategemeana. Wadada wanatutegemea, sisi tunawategemea, mabosi wanatutegemea, sisi tunawategemea. Kwenye hii dunia tunategemeana. Lakini pati kubwa zaidi ambayo nataka ujifunze, manake hapo kikubwa kwanza nilicho establish ni kwamba hii kazi ambayo mtu mwingine anaiona ni kazi ndogo, sio ndogo hata siku moja. Na usikubali mtu adharau kitu chako, biashara yako, kazi yako unayoifanya. Na hichi kitu kuna wanawake wengi, kwa sababu wanakubaliana na huo uongo wa kwamba kazi fulani ni ndogo, wamebaki majumbani wanaendelea kuogelea kwenye umaskini, wakati wangekuwa wameshachukua hatua za kuja kufanya kazi za ndani, wapate mitaji yao, waendelee na maisha yao. Mtu anayekucheka hiyo kazi haina maana, haifai, ni ndogo, haina hadhi, huyo mtu hawezi kukusaidia hata shilingi 10 na hajawahi kukusaidia. Lakini wewe umeendelea kubaki nyumbani kwa ujinga wako, kwa upumbavu wako, kwa sababu unadharau kazi ambayo umesikia mtu mwingine anasema haina maslahi au ni kazi ndogo. Ni kazi ndogo, unapima kazi udogo wake kutokana na nini? Hii kazi mimi inanisaidia, inanilisha, inanivisha, inanilipia kodi zangu. Yani ina udogo upi? Udogo upi unaouongelea? Kwa hiyo kudharau kazi ambayo inaweza kukupa hatua kwa sababu ya maneno ya wajinga ambao hawajitambui,
ndio unaokuweka kwenye umaskini, that one. But two, Mungu hawezi kukupeleka kwenye ufalme wako ambao wewe unautamani. Una maono ya kuwa mtu mkuu kama Yusufu alivyokuwa na maono ya kuwa mfalme, akaona kabisa ndugu zake wote wanamsujudia. It means ni like a president, waziri mkuu kama tunavyojua historia ya Yusufu, lakini ilibidi aanzie utumwani, ilibidi auzwe, ilibidi akatumikia, akatumwe, ilibidi aende jela. So before hujafika kwenye hatima yako, kwenye ule ufalme wako ambao, kwenye yale maono ambayo unayaona, kuna kazi ambazo Mungu anakuwekea, kuna njia ambazo lazima unapaswa kuzipita. Na utakapopita, Yusufu anatufundisha lazima upite kwa uaminifu na uadilifu. Ndio maana uwaga kwenye content zangu unanikuta sana nazungumzia mistari ya Biblia kama msingi mkuu wa kufanikiwa katika maisha, kwamba lazima tujifunze kanuni, sheria, maagizo ili tuweze kurithi ahadi za Mungu. Wengi tunataka ahadi za Mungu zitimie kwenye maisha yetu, wakati hatuko tayari kwenda kwenye mifumo, kufuatilia sheria, kanuni, maagizo na taratibu ambazo Mungu ametuwekea. Kwa hiyo mara nyingi nafundisha kwa mfumo wa neno la Mungu, kwa sababu mimi naamini kwamba hiyo ndio njia sahihi, huo ndio mfumo sahihi. Tuna mifumo mingi, shule zetu tunakwenda shule tunanunua maarifa mengi sana, ya tunalipa ada, maana tunanunua maarifa, lakini hatuna guarantee kama yale maarifa yanaweza kuja kutusaidia. Lakini guarantee kubwa kabisa, guarantee ya mwisho ni guarantee ya mfumo ambao Mungu wetu ameuweka, ambao uko katika neno lake. Kwa hiyo utakapofuata au unaposoma, sisemi usiende chuo, usiende shule, soma vyuo, pata knowledge mbalimbali, lakini make sure unairatibu na neno la Mungu. Knowledge ulionayo isije ikakupa kiburi ukajiona mimi sifai kufanya kitu fulani. Neno la Mungu linasema ufalme wa Mungu umefanana na mbegu ndogo ya haradali. Means kwamba lazima uanze na mbegu, lazima uanze na kile ulichonacho. Mara nyingi tulicho nacho, wanasema mtaji wa maskini ni nguvu zake mwenyewe. Kwa hiyo nguvu ulizonazo ndio mtaji wako. Wengi wana refuse, wengi wanakataa kwenda kuanza na nguvu zao, wanadharau kwamba hii kazi ni ndogo, hii kazi haina hadhi yangu, mimi sasa hivi na degree, mimi sasa hivi sina diploma, mimi sasa hivi nimesoma. Anaacha kufanya kazi ambayo sasa ingeweza kuanza kumuingizia kipato, na pengine hiyo ndio ambayo Mungu amekuletea. Kwa nini hiyo kazi inakujia kila siku? Kwa nini hiyo fursa ndio iko mbele yako? Ndio nimekupa mfano kwamba Yusufu ni moja kati ya inspiration, story kubwa sana ya kwenye Biblia ambayo ni inspiration, kwa sababu licha ya kwamba Mungu alimwahidi ufalme mkubwa sana kwenye ndoto zake, kama sisi wote tulivyo na maono ya kufika mbali, even me ni mtu mkuu sana, ni mtu mashuhuri sana, ni mtu nitakayefika mbali sana, but lazima nipite kwenye hizi njia ninazopita. Na kitu kikubwa kitakacho kuguarantee kufika salama ni wewe kuendelea kubaki kuwa mwaminifu na mwadilifu mbele za Mungu. Napenda sana kusoma sura 28 kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Inaelekeza vizuri kabisa ahadi za Mungu kama unataka kufika kwa usalama katika mafanikio yako hapa duniani. Na endapo utafanya kinyume, usipofuata yale maagizo, sheria na kanuni ambazo Mungu ameweka ili uweze kupata kurithi ahadi za Mungu za baraka na kufanikiwa, basi endapo hautafuata yale ambayo Mungu ametuagiza, basi yote kwenye ile sura ya 28 ya Kumbukumbu la Torati utayasoma kule mwishoni. Mwanzo unaona kama unataka baraka, vitu gani ambavyo unatakiwa kufanya ili uweze kubarikiwa, ili uweze kufanikiwa, na kama ukifanya kinyume pia laana ambazo zitaambatana na wewe. Kwa hiyo labda tu kwa yule ambaye alikuwa ameniandikia hichi kitu kwamba niachane na kazi ya udalali, akifikiri kwamba atanifanya nijisikie vibaya, ulikuwa unanipa unaendelea kunikumbusha kwamba hili ni somo muhimu sana ambalo wanawake wanapaswa kujifunza, kwamba kabla hujafika kwenye hatima yako, kabla hujafika kwenye yale maono makubwa ambayo Mungu amekupa, kuna njia, na katika hiyo njia ndio kuna hizi kazi za ndani, kuna kazi za kufagia, kuna kazi za kulea watu, kuna kazi hizi ndogo ndogo ambazo wewe kwa jicho lako la kibinadamu unafikiri ni ndogo, lakini in fact huko ndio baraka zako zilipo, kwa sababu utakapofanya kwa uaminifu utafika kule unakokwenda. Bila hiyo njia huwezi kufika kwenye maono makubwa ulionayo. I hope hii video itakuwa imekusaidia, itakuwa imekujenga, itakuwa imekufungua. Na kikubwa ndio hicho. Ningependa kuona wanawake tunatoka kwenye umaskini tufike kwenye mafanikio. Ciao.